Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni wakati mwingine tena ambapo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Na Tuombe. Kwenye vipindi vyetu mfululizo, kwa wale ambao wamekuwa mkifuatilia siku kama ya leo, yako mambo kadhaa ambayo Mungu amekuwa akitufundisha kupitia kipindi hiki. Lakini kumbuka kwamba mwishoni kabisa mwa kipindi hiki tutakuwa na muda mzuri wa kuomba pamoja. Yako mambo mengi ambayo utakuwa unaruhusiwa kuandika katika namba yetu ambayo itakuwa inapita katika skrini yako. Lakini pia kwa wale ambao wana chat moja kwa moja kupitia YouTube channel yetu, watakuwa wanaweza kutuma maombi yao pale pale yalipo, na tunayasoma yale maombi na tutakuwa tunaomba. Ni kweli ya kwamba maombi ni mengi ya watu na watu ni wengi, kwa hiyo huenda tusiweze kusoma kila kitu ambacho unakiandika, lakini kumbuka kwamba nia yako ndio sehemu yako ya kuungana nasi katika maombi haya. Kwa hata kama hatujaona, mimi sijaona, mwakilishi hajaona, Mungu anaona. Kwa kile kitendo cha nia ya kuandika tu kinatosha. Ndio sababu umesikia shuhuda mbalimbali za watu ambao wamekuwa wakiandika maombi yao kwenye box la maombi, tukifanya huduma hizi maeneo mbalimbali. Mungu amekuwa akiwajibu. Sio kwamba tulisoma yale maombi kwenye lile box, hapana, ila Mungu aliona. Nini kinachohitajika? Kama nilivyokwisha kusema, ni nia. Ile nia tu ya kuungana pamoja kwenye kipindi hiki katika ibada inatosha kabisa kukufanya uweze kupokea muujiza wako. Mkumbuke yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa muda mrefu sana katika Biblia, ambaye yeye alidhamiria tu kugusa pindo la vazi la Yesu Kristo na akaona matokeo makubwa katika maisha yake. Walikuwepo watu wangapi wakati ule wakimzunguka Yesu, wakimzingira Yesu na kumgusa Yesu, lakini aliyepokea ni mmoja tu. Weka nia ya kwamba leo ni siku ya muujiza wako. Weka nia ya kwamba leo ni siku ya kukutana na Mungu kupitia kipindi hiki. Mungu akusaidie sana na Mungu akuguse. Tuombe kabla ya kuanza kipindi cha leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa neema na upendo wako. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo umekubali tuweze kuisikia sauti yako tena. Tunakushukuru sana kwa kipindi hiki ambacho kimekuwa ni baraka kubwa kwa watu wengi sana. Ninakusihi sasa ukaseme na kila mmoja wetu, tukaisikie sauti yako, lakini ukamguse kila mmoja. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Tunaanza mada ya pekee sana siku hii ya leo, na huenda mada hii ikawa na sehemu ya pili yake. Kwa hiyo endelea kufuatilia. Ni mada nyeti ambayo ina sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Inasema uzao wa mwanamke na uzao wa joka. Huenda umekutana na watu mbalimbali wakiongea mambo mengi kuhusiana na uzao wa mwanamke na uzao wa joka, lakini huenda kuna mafungu kwenye Biblia umekutana nayo ambayo yanaongelea habari ya uzao wa joka na uzao wa mwanamke. Na ukitazama maandiko haya yamebeba maana nzito ndani yake, ambayo hii maana ukiitambua vizuri na kuielewa itakusaidia kujua kwamba aina hizi mbili za uzao zimekuwepo duniani siku zote, na aina hizi mbili za uzao zimekuwa zikipingana siku zote, na vita imeendelea kama matokeo ya aina hizi mbili za uzao. Na sisi tulioko duniani lazima uwe upande mmoja, hakuna upande wa kati. Unaweza kuwa upande wa mwanamke kama ilivyotajwa, na unaweza kuwa upande wa nyoka au joka. Na watoto wa pande hizi mbili wamekuwepo duniani wakikinzana, wakisumbuana, wakipambana. Ndio maana wakati mwingine napoongea na watoto wa Mungu kama wewe, napenda kusema ya kwamba unapokumbana na shambulio lolote katika maisha yako, liwe la kiuchumi, liwe la kiroho, liwe la afya yako, ni matokeo ya hizi pande mbili zinaendelea kupingana. Ni matokeo. Kwa usishangae ukiona kuna mashambulio kama haya. Nikupatie leo mafungu machache, japo fungu kuu ambalo tutakuwa tunalitumia katika siku zote za kipindi hiki mara mbili ni hili. Mwanzo sura ya 3 fungu la 15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sikiliza vizuri hapa. Namba 1, kuna mwanamke na kuna joka, lakini mwanamke ana uzao na joka naye ana uzao.
Kwa hiyo pande hizi mbili zina watoto wao na wanakuwepo duniani na wakifanya kazi zao. Baadhi ya wanazuoni ambao sio wa Biblia kama sisi wamefikia hitimisho kwamba kuna kizazi ambacho tunaishi nacho, wao wanakita reptilian generation, kizazi cha reptilia. Nao wakisema kwamba hawa watu wana roho mbaya sana, na wanasema kwamba wamekuwa wakisumbua ulimwengu kwa muda mrefu. Nimesema ni wanazuoni ambao sio wa Biblia kama sisi, kwa hiyo unisikilize vizuri hapa. Kwa wamekuwa na dhana ya kwamba kizazi cha reptilia ni kizazi ambacho kimekuwa kisumbua kizazi cha mwanamke au kizazi cha binadamu halisi, kwa mujibu wa maneno yao. Na wanasema hawa ndio wamekuwa wakisumbua duniani, wakileta magonjwa, wakileta vita, wakitugombanisha sisi kwa sisi. Wanafurahia sana wakiona tunaumia. Hiyo ndio raha yao. Msomi mmoja katika masuala ya reptilian generation ambaye ni mtu wa South Africa anasema ya kwamba wanavuna maumivu yetu. Anasema wakiona tunauana kwao ni furaha, wakiona watoto wadogo wanabakwa ni kama wao ndio wanashangilia. Ni kizazi gani hiki? Endelea kufuatilia somo hili kuanzia siku hii ya kwanza mpaka tutakapoangalia sehemu ya pili ya somo hili. Hebu tuangalie tena sehemu nyingine kabla ya kuenda kwenye kitabu cha Mwanzo ili tuende kwa kina zaidi. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 23 fungu la 32 mpaka lile fungu la 35. Uone hawa ambao hawaamini Biblia kama sisi wanavyoamini kuhusu reptilian generation na jinsi ambavyo inatesa watu duniani. Na wakinukuu Biblia wananukuu baadhi ya mafungu kama haya. Wao ni watafiti wa vitu vya kale tu. Ndio maana mwanzo nimesema sio kama sisi, ila kuna kitu cha kuchota kutoka kwao. Mathayo 23 fungu lile la 32 mpaka 35. Nasoma Kiswahili cha kizamani alafu nitaenda Kiswahili cha kisasa. Anasema, kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya Jehanamu? 34. Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. 35. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zekaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Sikiliza vizuri. Ni kana kwamba Abeli alikuwa uzao wa mwanamke, Kaini alikuwa uzao wa joka. Je, ni kweli watu wanaodai ya kwamba joka alizaa na Eva mtoto wa kwanza ambaye ni Kaini wanaongea ukweli? Tutaangalia leo Biblia inasema nini juu ya vizazi hivi. Usitoke mbali na skrini yako ili uweze kuona Biblia inasema nini. Lakini Yesu anatamka mwenyewe kwenye fungu hili la 35, anasema hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili. Kwa hiyo anaonyesha kwamba uzao wa joka na uzao wa mwanamke wameendelea kupambana siku zote na kushambuliana siku zote. Tuende kwenye Kiswahili kile cha kisasa. Mathayo 23 lile fungu la 32. Tuangalie 32 Kiswahili cha kisasa, kuna maneno haya. Anasema 32, haya kamilisheni ile kazi ya wazee wenu walioianza. Sikiliza vizuri hapa. Kamilisheni ile kazi ya wazee wenu walioianza. 33, enyi kizazi cha nyoka wenye sumu. Hajasema tu nyoka, ni nyoka wenye sumu. Ndio maana kwenye Union Version ya Kiingereza ametumia vipers. Sio nyoka kawaida, ni nyoka wenye sumu. Anasema, mwawezaje kuiepa hukumu ya moto wa Jehanamu? 34, ndio maana mimi nawapelekeni nyinyi manabii, watu wenye hekima na waalimu. Mtawaua na kuwasulubisha baadhi yao, na wengine mtawapiga viboko katika masunagogi yenu na kuwasaka katika kila mji. Kizazi cha nyoka na kizazi cha mwanamke. Wewe ni kizazi kipi kati ya vizazi hivi viwili? Ni kitu ambacho natakiwa ujiulize siku hii ya leo. Hebu tende kwa kina sasa. Ndipo katika lile fungu la Mwanzo 3 fungu lile la 15, ninasoma Kiswahili kile cha kizamani, Kiswahili cha zamani.
Nirudie Kiswahili kile cha zamani. Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 inaelezea anguko la mwanadamu, na fungu la kwanza linaanza na habari ya nyoka. Fungu la kwanza kabisa: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Wanazuoni wanakubali ya kwamba hapa nyoka ilikuwa ni lugha ya fumbo, ni symbolic, sio kitu halisi vyovyote itakavyokuwa, lakini ametajwa kama kiumbe. Lakini tuendelee kidogo. Fungu lile la 13. Fungu la 13 ni hoja ambayo Mungu anaongea na mwanamke. Fungu la 12 Adamu anamjibu Mungu, kwa sababu kila mmoja anapewa adhabu yake. Adamu anaelezewa makosa yake na matokeo yake, mwanamke anaambiwa makosa yake na matokeo yake, na nyoka naye anaambiwa makosa yake na matokeo yake. Kila tendo lina matokeo yake. Tuangalie fungu la 13 katika Mwanzo sura ya 3. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Fungu la 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya haya, umelaaniwa kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kuna pointi muhimu za kuchukua hapa, za kwanza kabisa, kabla ya kwenda katika kina cha somo la siku hii ya leo. Namba 1, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa cha kwanza, ili kuweza kusaidia kizazi cha mwanadamu kiweze kuendelea bila kuathiriwa na nyoka au wenye sumu, nikiwa na maanisha katika lugha ya fumbo, au matokeo mabaya, anasema ninaweka uadui. Hakutakuwa na siku mtapatana, kwa sababu ikatokea mkipatana kati ya wewe nyoka na huyu mwanamke, kwa jinsi tabia yako ilivyo, utakwenda kummaliza tu. Sikiliza nikwambie, unanitazama, haijalishi shetani amekupatia mafanikio kiasi gani, lengo lake ni kwamba akuangamize. Haijalishi shetani atakukumbatia na akupige busu kiasi gani, lengo lake ni kukumeza. Ndiyo maana uadui unawekwa ili pasije pakatokea urafiki. Kwa kuwa urafiki ukiwepo kati ya pande hizi mbili, upande mmoja hauna nia nzuri na upande wa kwanza, kwa upande huu mwingine ambao una nia mbaya, lengo lake ni kuangamiza upande huu wa pili. Ndio maana cha kwanza kinachowekwa ni uadui, pasije pakatokea mapatano. Maana katika mapatano mmoja atadanganywa na ataamini kwamba yuko salama, kumbe ndipo anajimaliza kabisa. Pointi ya kwanza izingatie, uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa hiyo neno la Mungu, kwa vile Mungu anapotamka kitu kinakuwa, yeye ni Mungu, akitamka kitu kinatokea. Neno lake linaumba. Akisema nitaweka uadui au ninaweka uadui, tayari ameumba hicho kitu, kinatokea, kinakuwa halisi. Wewe na shetani hamna urafiki hata siku moja, na yeye anajua. Wakati mwingine wewe ndio hujui. Ndio sababu kuna saa ulidanganywa, ukaanza kumpigia magoti ili utajirike, ukaanza kumpigia magoti ili uweze kupata umaarufu, ukaanza kumpigia magoti ili uweze kupata mtoto, ukaanza kumpigia magoti ili akusaidia upate cheo, ukampigia magoti ili akusaidia uweze kupata kura katika nafasi ya kisiasa wanaoshindania, na ukadhani ya kwamba akikupa kile kitu ni kwa sababu anakupenda. Lengo lake ni ili tu akuangamize. Sehemu nyingine ambayo ina habari njema ni hii, anasema hivi, na kati ya uzao wako na uzao wake. Kwa hiyo watoto wa shetani na watoto wa huyu mwanamke wataendelea kuwa maadui siku zote. Hawa pande hizi mbili hakuna siku zimekaa zikapatana. Pande zote mbili, watoto wao wa upande huu na upande mwingine, wameendelea kulumbana siku zote. Ndio maana Mungu akusaidie uweze kulibeba hili. Ndio maana kuna watu ambao wanakuchukia, na hata ukiuliza sababu ya msingi hawana. Ni kwa sababu roho iliyoko ndani yake na roho iliyoko ndani yako hazipatani, na hazitakaa zipatane. Kwa ukilielewa hili, litakusaidia kwenye maisha yako.
na ziko vita ambazo umepambana kwa kutumia nguvu za kwako. Zilipaswa kuwa vita za kiroho. Ulipaswa kupambana rohoni zaidi. Ulipaswa kupambana kwa maombi kuliko kumshambulia mtu kwa maneno. Ulipaswa kupambana kwa kusoma neno, kwa kusoma Zaburi, maana Zaburi ina nguvu yake ndani yake, kuliko kumjibu mtu kwa vijembe vya kwenye simu, SMS ambazo unamjibu mtu unasema amenifanyia hivi na mimi nitamjibu hivi, kuliko kumsanyia watu ili waweze kumtukana. Ulikosea sana, ndio maana huwezi kushinda. Ulishindwa kujua ya kwamba uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke wataendelea kupigana siku zote. Lakini habari njema iko katika fungu la 13, anasema huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Haleluya! Kumbuka nimesema Mungu akitamka kitu kinakuwa. Anaposema huo utakuponda kichwa, anayepondwa kichwa anaangamizwa, anayepondwa kisigino anajeruhiwa. Shetani hajaruhusiwa kukuua, ila ameruhusiwa kukujeruhi. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, hawezi kukuua. Haijalishi wewe umepitia changamoto za afya kiasi gani, hawezi kukuua. Yeye anaweza kukujeruhi. Endelea kumshikilia Mungu mpaka mwisho. Endelea kumshikilia Mungu. Endelea kuamini kwamba wewe ni mtoto unayependwa. Usione kwa nini kila wakati nakazania hili somo, kila wakati nikiongea na watu na kuwakazania kwamba amini ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu ni baba yako, wewe ni mtoto wake. Ni kwa sababu ukijenga hii imani utakuwa na ujasiri wa kumwendea baba kwa maombi. Hutamwendea kama hakimu, hutamwendea kama polisi, utamwendea kama baba ambaye unaweka wazi siri zako mbele yake kwa lengo la kusaidiwa, sio kwa lengo la kuhukumiwa. Ukielewa hili, hata kama unapitia hatia ya dhambi kubwa kiasi gani, utaenda kwa baba ili aweze kukuosha. Ninajua kuna mtu unanitazama, unajiona ni mwenye dhambi kabisa, unajiona kwamba umeishiwa kabisa, unaona kama vile ukienda kanisani kama sio sehemu yako, unaona hata kama ukishika Biblia kusoma unaona kama unainajisi hivi, ukipiga magoti ili uweze kuomba unaona kama vile mimi siwezi kuomba. Leo nina habari njema kwako. Shetani ameruhusiwa kukujeruhi, hajaruhusiwa kukuua, ila wewe umeruhusiwa kumponda kichwa. Hivyo basi, pamoja na dhambi zako nyingi, Yesu alikuja ili akuondolee hatia ya dhambi. Alikuja ili aweze kukuosha, alikuja ili akutakase, alikuja ili akuweke vizuri. Usimkimbie Yesu, ila mkimbilie Yesu ili aoshe dhambi zako. Uzao wa mwanamke na uzao wa joka, sehemu ya kwanza. Mwanzo sura ya 3. Andiko la Mwanzo sura ya 3 fungu la 15 linaweka msingi wa mpango wa wokovu wa Mungu. Hili ni tangazo la kwanza la Injili, likionyesha vita ya kiroho kati ya Kristo ambaye ndiye uzao wa mwanamke na Shetani, uzao wa joka. Katika andiko hili Mungu anatamka uadui wa milele kati ya wema na uovu, huku akiahidi ushindi wa mwisho wa Kristo dhidi ya Shetani. Hasa mchungaji, kama hapa unaongea kwamba uzao wa mwanamke ni Kristo, inakuwaje unatujumuisha na sisi? Waebrania sura ya 2 utasoma kwa muda wako, anasema hivyo haoni aibu kuwaita ndugu zake. Sisi na Yesu ni ndugu. Haleluya! Ana kofia nyingi sana. Kwa hiyo usichanganyikiwe nikimtaja leo kama ndugu yangu, nikimtaja kama ndugu yako, nikimtaja kama kaka yako mkubwa. Ni kwa sababu ana kofia nyingi sana, nyingi sana. Inategemea amekuja na kofia gani. Yesu ana kofia ya mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Yesu ana kofia ya simba wa kabila la Yuda anayekuja kupambana dhidi ya maadui wanaoingia katika eneo lake. Kwa hiyo hana kofia moja. Yesu ana kofia ya Mungu, yani neno la Mungu ambalo Mungu alivyotamka ndio liliumba. Ana kofia ya mwana wa Adamu, yaani ya kwamba amekuja kutukomboa sisi, ni mzao wa Adamu ili atukomboe sisi. Ana kofia ya Adamu wa pili. Ana kofia ya kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Hizi zote ni kofia zake. Lakini ana kofia ya kondoo anayetolewa kafara kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ana kofia ya hekalu, yani mwili wake, akisema livunjeni hekalu hili nami nitalijenga baada ya siku 3, akiongea habari ya mwili wake. Kwa hiyo ana kofia nyingi sana. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Yeye ndiye ufufuo. Muktadha wa andiko hili vizuri ni upi?
Andiko hili linapatikana baada ya anguko la mwanadamu. Tuangalie kwa kina. Adamu na Hawa walitenda dhambi kama nilivyokuelezea hapo mwanzo, kwa kula tunda ambalo Mungu alikataza, na shetani alitumia nyoka kama chombo cha kuwashawishi. Katika hali hii ya maangamizi, Mungu anatamka ahadi ya wokovu kwa wanadamu kupitia uzao wa mwanamke, akiahidi kuleta mkombozi. Kwa ukielewa hili ya kwamba hii ni ahadi ya kimungu kwetu ya kumpata mkombozi, utatazama andiko hili katika sura ya habari njema na wala sio sura ya habari mbaya. Mwanzo 3:14 Biblia inasema, kwa sababu umeyafanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa mwituni, kwa tumbo lako utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Hili ni andiko la kinabii pia, ni andiko la kinabii. Katika Isaya 7:14 kuna andiko pale linatajwa, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Hapa anataja habari ya mwanamke kuzaa. Haongei tu habari ya mwanamke kama mwanamke, lakini pia mwanamke ni lugha ya kionabii, wakati mwingine ikimaanisha kanisa. Hata kama Yesu alizaliwa kupitia Mariamu, lakini mwanamke anapotajwa hapa hamaanishi kitu kimoja. Kitabu cha Mika 5:2 anasema, lakini wewe Bethlehemu Efrata, ingawa mdogo kati ya maelfu ya Yuda, kutoka kwako atatoka mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu mwanzo, tangu milele, tangu mwanzo, tangu milele. Mwanzo sura ya 3. Uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo, na sisi ni ndugu zake. Kwa sisi ni uzao wa mwanamke. Kwenye Ufunuo sura ile ya 12 fungu la 1 na la 3 kuna maandiko haya, ikaonekana, inategemea version unaosoma, ikadhihirika ishara kuu mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ukiwa chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Akaonekana joka mkubwa jekundu lenye vichwa 7 na pembe 10 na taji 7 juu ya vichwa vyake. Pengine ametumia neno vilemba. Unaona mfanano kati ya Ufunuo na Mwanzo. Hapa anaonekana joka, na kwenye Mwanzo 3 kuna joka pia. Hapa kwenye Ufunuo anaonekana mwanamke, lakini pia na kule pia kuna mwanamke. Unabii unaelezea mapambano kati ya pande hizi mbili. Mtoto anasubiriwa kuzaliwa, lakini joka pia limesubiri ili weze kummeza huyu mtoto. Unajua, katika unabii joka kwenye Ufunuo linawakilisha shetani au Rumi ya kipagani, ambapo wakati Yesu anazaliwa, wakati huo serikali ya Kirumi ndio ambayo ilikuwa inatawala, na ilikuwa imesubiria Yesu azaliwe ili iweze kummeza Yesu, kana kwamba iweze kumaliza ule unabii wa Mwanzo sura ya 3 ili asizaliwe, maana wanajua kabisa anapozaliwa kazi yake ni kuponda kichwa cha joka. Uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke unarejelea Yesu Kristo aliyekuja duniani kupitia kuzaliwa kwa Bikira Maria. Kristo ndiye aliyetimiza ahadi ya Mungu kwa kumshinda shetani msalabani. Mathayo 1:21, naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo unaposikia mzao wa mwanamke ambaye anazaliwa, utimilifu huu ulitokea kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye ambaye amekuja ili kuponda kichwa cha joka. Wakristo wengi wanatamani sana Yesu aje haraka, lakini sikia nikwambie, Yesu anakujaje wakati hata walio wafuasi wake hawajajua kazi yake ambayo amekuja kuifanya? Laiti ungelielewa kile ambacho Yesu amekuja kufanya, usingekuwa mwoga. Usingekuwa na woga wa kukabiliana na maisha, usingekuwa na woga wa kukabiliana na uchumi, kwa sababu Kristo anatuweka huru dhidi ya nguvu za giza kiroho, lakini pia anatuweka huru dhidi ya nguvu za giza kiuchumi. Watoto wa Mungu hapa hawajaelewa, na wakati mwingine wanadhani ya kwamba ni upande wa kiroho peke yake, lakini ukisoma habari za Yesu ameelezea mpaka kufunguliwa kwa uchumi wako. Ameelezea kila kitu hapa. Sikiliza vizuri. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 fungu la 4 anasema, hata ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtoa mwanaye aliyezaliwa na mwanamke, aliyezaliwa chini ya sheria. Kwa muda wako kitabu cha Wagalatia kisome vizuri, utaanza kuelewa kuanzia sura ya 1 mpaka uimalize. Maliza Wagalatia yote, utaona jinsi ambavyo nguvu ya Mungu inafanya kazi chini ya neema. Sura ya 3 Paulo anawaambia Wagalatia nani aliyewaloga.
kwa sababu walitarajia waonyeshe, waendelee kutembea katika imani, lakini wakaanza kujihukumu kwa matendo yao wenyewe. Wako watu leo ambao hawaelewi ya kwamba Kristo alizaliwa chini ya sheria ili awaokoe hao walioko chini ya sheria. Mchungaji, unamaanisha nini? Hakuja kuitangua torati bali kuitimiliza. Alichokuja kufanya ni kutuondoa chini ya hatia ya dhambi ambayo tumeshindwa kulipa deni kwa nguvu zetu. Kwa hiyo sisi wote ambao sheria ilikuwa inatuhukumu wakosaji, akatutoa katika hiyo hukumu, akatuketisha na yeye katika haki yake, tukahesabiwa kana kwamba hatukuwahi kutenda dhambi. Ndiyo maana haki ya Agano Jipya inakuwa ni yetu, na anatupa ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo sio kwamba tu anakuokoa kutoka katika hatia, lakini pia anakuokoa chini ya utawala wa dhambi. Ndio maana kupitia Kristo Yesu tunapata ushindi wa dhambi. Uzao wa mwanamke. Yesu ni mzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke unamrejelea Yesu Kristo aliyekuja duniani kupitia kuzaliwa na Bikira Maria. Kanisa ni kama uzao wa mwanamke, yaani mimi na wewe. Kitabu cha Petro wa pili sura ya 9 Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 9 anasema, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kutoka gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Hebu nifuatilie vizuri hapa. Kumbuka nimekuambia mzao wa mwanamke ambaye anakuja kuponda kichwa cha joka ambaye ni Shetani. Mzao wa mwanamke ni Yesu Kristo, na nikakwambia kwamba haishi hapo. Yesu Kristo anatuita sisi ndugu zake. Kwa hiyo yeyote ambaye umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na wewe uko katika chini ya mwavuli wa mzao wa mwanamke. Haleluya! Ndio maana mwanzoni nikakwambia hizi aina mbili za mzao wa na mzao wa zinaendelea kutesana, zinaendelea kushambuliana, zinashambuliana kazini, zinashambuliana makanisani. Sio kila mtu aliyeko kanisani ni mzao wa mwanamke. Kuna wengine ambao wapo kanisani ni uzao wa joka. Ndio maana hata tumeangalia Yesu alivyokuwa anaongea kwenye kitabu cha Mathayo, kama unakumbuka, akaongea habari ya wazao wa nyoka, akawaambia kabisa uzao wa nyoka moja kwa moja, na aliwataja jinsi walivyo. Hebu nikurudishe kidogo pale kwenye kile kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ile ya 23, kuna maneno uweze kuyasikia pale. Nasoma kwenye Kiswahili cha kisasa, fungu la 33. Mathayo 23:33. Enyi kizazi cha nyoka wenye sumu, mnawezaje kuiepa hukumu ya moto wa jehanamu? Ndiyo maana mimi nawapelekea nyinyi manabii, watu wenye hekima na walimu, mtawaua na kuwasulubisha baadhi yao, na wengine mtawapiga viboko katika masinagogi yenu na kuwasaka katika kila mji. Sikia hapa vizuri. Kumbe katika sinagogi kuna uzao wa mwanamke, lakini pia kuna uzao wa nyoka wako humu ndani. Ndio sababu ninamshangaa mtu ambaye anakimbia kanisa kwa sababu amekwazwa na mtu. Ulikwazwa na uzao wa nyoka, sasa unakimbia kanisa la Mungu. Mungu alishakuambia wapo, watakuwepo tu, lakini Mungu amesema ninyi uzao wa mwanamke tayari mmeshinda, maana kaka yenu mkubwa Yesu Kristo alishashinda pale msalabani. Usije kutafuta ya kwamba kila mtu atabadilika, unakosea sana, hawabadiliki wote. Yesu alishatuambia lugha hii kwa mafumbo mengi sana. Moja hapa akasema, acheni ngano na magugu vikue pamoja. Ndani ya kanisa kuna ngano, ndani ya kanisa kuna magugu, wote wapo. Usije ukasema lakini mchungaji, mbona mimi nilikwazwa na mchungaji? Kuna wachungaji uzao wa mwanamke na kuna wachungaji uzao wa joka, wapo. Haya makundi mawili yataendelea kuwepo kanisani mpaka siku Yesu mwenyewe atakapokuja. Yeye ndiye ambaye atang'oa. Umebatizwa ndio, umeingia kanisani ndio, umekwazwa, unakimbia unaenda wapi?
Umepigwa tu katika kisigino chako, acha kukimbia. Unapogongwa na nyoka kwenye kisigino, cha kwanza ambacho tunafanya, hatukimbii nyumba, hatukimbii shamba, ila tunatibu jeraha na tunamaliza nyoka. Mchungaji, unamaanisha nini? Je, kwa hiyo tuanze kushambuliana makanisani kwa sababu kuna wazao wa nyoka? No, waache pamoja. Yesu anasema siombi uwatoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde na yule mwovu. Baada ya kutibu majeraha, kaka yetu mkubwa Yesu Kristo anaponda, narudia tena, anaponda kichwa cha nyoka. Paulo akasema mahali fulani, na Mungu mwenyewe atamseta shetani chini ya miguu yenu. Haleluya! Usitishwe na wazao wake, maana aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Mungu atusaidie sana. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Unajua Ufunuo 12:17 vita inatajwa pale, anasema ndipo joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wa mwanamke, wale wazishikao amri za Mungu, walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Mahali pengine anasema wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wazao wa aina mbili wanaendelea kushambuliana. Narudia tena, akishindwa kushambulia kazini kwako, atatafuta mzao wake mwingine akushambulie kanisani. Akishindwa kushambulia kanisani, atamtafuta mzao wake mwingine akushambulie kwenye ndoa yako. Pale pale tulipo sasa. Mchungaji, ina maana mke wangu ni mzao wa nyoka au mume wangu ni mzao wa nyoka? Roho iliyoko ndani yake kama inakwenda kinyume na Mungu, ni roho ya mzao wa nyoka. Sasa je, watabadilika baadaye? Mungu ajua. Wako ambao wanabadilika. Hata wakati Yohana alipohubiri wakaja, aliwashangaa baadhi yao, akasema, enyi wazao wa nyoka, nani amewaambia mkimbie? Mungu atusaidie sana. Hebu tuanze kuangalia baadhi ya tabia za uzao wa nyoka, wa mwanamke samani. Tuanze na uzao wa mwanamke. Utatambuaje uzao wa mwanamke? Utatambuaje? Sikiza nikwambie. Matunda au matokeo yanategemea asili. Sitarajii uende kwenye mti wa mwembe ukapata machungwa. Ndio maana Yesu anapoongea na Nikodemu hamwambii mambo ya mwilini, anamwambia mambo ya rohoni, akitumia mifano ya mwilini. Mtu asipozaliwa mara ya pili, hilo ni neno la mwilini, lakini lina maana ya rohoni. Nikodemu naye anauliza, yawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee? Yesu anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa nikana kwamba Yesu anamwambia, siongelei mambo ya uzee wako uingie tumboni mwa mama, ila naongelea habari ya roho yako ibadilishwe uwe mzao wa mwingine, uzaliwe mara ya pili. Na utakapozaliwa mara ya pili, kuna matokeo yatatokea. Ndio kwenye stori hii ya Nikodemu na Yesu. Yesu anamwambia Nikodemu, anamwambia upepo unavuma utakako, lakini anasema hatuoni ule upepo, ila tunaona matokeo ya upepo. Miti inatikisika, upepo ukipiga, mavumbi yananyanyuka. Vivyo hivyo na mtu aliyezaliwa mara ya pili. Mtu aliyezaliwa kwa roho, utamuona matokeo yake, maisha yake yatatangaza. Usiwe na papara, sikiliza vizuri. Hawezi kuwa mkamilifu kabisa, ila tageti yake ni ukamilifu. Hawezi kuwa mkamilifu, lakini lengo lake ni ukamilifu kama Yesu. Ndio lengo lake hilo kubwa.
Kwa hiyo hatua kwa hatua badiliko lake tutaliona kitabia. Sikiza maneno haya, tabia ya uzao wa mwanamke. Namba moja, ili ujue hapa nimekutana na uzao wa mwanamke. Kumbuka nimekwambia hutamkuta kwa mkamilifu, maana bado yuko duniani, anatengenezwa, ile target yake na ukamilifu. Namba moja, tabia ya uzao wa mwanamke ni uaminifu kwa Mungu. Sikiliza vizuri hiyo, uaminifu kwa Mungu, sio uaminifu kwa mtu, ni kwa Mungu. Kwa Mungu. Hiki ni kitu ambacho natakiwa ukizingatie kwenye akili yako. Yeremia 30 fungu la 22, nanyi mtakuwa wangu nami nitakuwa Mungu wenu. Nataka niongee na watu kidogo hili waweze kulielewa kwa kina zaidi, na Roho Mtakatifu akusaidia uweze kulipata vizuri kabisa. Wakati Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wanapambana katika uwanja wa Dura dhidi ya mungu sanamu aliyesimamishwa pale, mgogoro ulikuwa ni aina mbili ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke, yaani uzao wa kanisa. Sikiliza maneno haya. Wanamjibu mfalme, wanamwambia, katika hoja ya ibada hatuwezi kujadiliana, maana hatuwezi kumpigia magoti shetani au hatuwezi kuabudu sanamu. Hoja yao ilikuwa uaminifu kwa Mungu, yaani kama itatugharimu kupoteza maisha yapotee, lakini hatutampigia magoti shetani. Kama itatugharimu kupoteza ajira, tuko tayari kupoteza ajira, lakini hatutampigia magoti shetani. Maana walikuwa ni viongozi wakubwa serikalini wakati ule, lakini ilipokuja hoja ya ibada, hapo ndipo walipogombana. Hapo ndipo waliposema hatuwezi kumpigia magoti shetani. Hata wakati nikiongea na ndugu zangu wa Sabato, wakati mwingine huwa nawaambia, mgogoro wa mwisho kabisa sio mgogoro wa siku kama mnavyodhani, Jumapili dhidi ya Sabato. Sio mgogoro huo. Mgogoro sio siku. Siku zote ziko sawa. Hakuna siku utamka Jumamosi uone kwamba ina mwanga mwingine. Huwezi kuamka Jumapili ukaona kwamba ina nuru tofauti. Zote ziko sawa. Mgogoro ni heshima kwa Mungu yupi. Hapo ndipo mgogoro. Kwa hizi siku mbili unavyoziona sio siku, uokolewi na siku, ila ni simbo. Hizi siku ni ishara. Nami naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Unaona hicho kitu hicho? Ukiona watu wanaanza kugombania siku, hawajaelewa maana ya Sabato. Sabato ni ishara kati ya Mungu wa kweli na miungu mingine. Huo ndio mgogoro. Nami naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Kwa hiyo mwishoni, mpinga Kristo atakapokuja kusimamisha utawala wake, hoja haitakuwa siku gani mnaabudu. Hoja itakuwa ni Mungu gani mnayemwabudu. Hiyo ndio hoja. Mungu atusaidie tuweze kulielewa hili. Ni mambo, mifano ya mwilini, lakini maana ya rohoni. Uzao wa mwanamke watakuwa ni waaminifu kwa Mungu siku zote, na utawaona wapo katika sura nyingi sana. Leo nitakuambia mojawapo, ila siku ya mwisho itakapofika, wakati mpinga Kristo amesimama, wakati utawala wake umesimama, umoja wa makanisa umesimama, mpango mpya wa ulimwengu umesimama, tutawaona wote watapatana. Basi unamaanisha nini? Wapo kwenye madhehebu mbalimbali mpaka hivi tunavyoongea, hawajaonekana bado. Kila dhehebu lina makundi mawili. Ukienda Pentecost utakuta mzao wa mwanamke na mzao wa joka. Ukienda Roman Catholic utakuta mzao wa mwanamke na mzao wa joka. Ukienda SDA utakuta mzao wa mwanamke na mzao wa joka. Ukienda Assemblies of God utakuta wote. Lakini mwisho tangazo likitoka, watatambuana wote katika madhehebu yote walipo, na wataitana wote, maana wataanza kutambuana. Kumbe yule ni ndugu yangu, nilikuwa namuona katika level ya Anglican. Kumbe yule ni ndugu yangu, nilikuwa namuona katika level ya Assemblies of God. Kumbe ni ndugu yangu, nilikuwa namuona katika level ya SDA. Kumbe ni ndugu yangu. Wote wataambizana, maana watatambuana kwa lugha yao, maana ni wazao. Na hao wajoka pia nao watatambuana. Walioko katika SDA watatafuta wenzao walioko Roman Catholic, mzao wa joka, wataungana na wawili hao wataanza kutesana na kushambuliana. Wawili hao, mmoja atakuwa anamshambulia mwingine. Ishu ni Mungu yupi anayeabudiwa. Huo ndio mgogoro, na wote watatambuana mwisho wa safari. Mungu atusaidie sana.
Ndio maana mtu ambaye anaongea lugha ya rohoni ya kumtambua Mungu anaweza kumtambua mtumishi wa Mungu popote alipo, haijalishi ana mwavuli wa dhehebu gani. Na saa ikifika, Yesu anasema, kondoo wangu wataisikia sauti yangu, ndipo kutakuwepo na mchungaji mmoja na kundi moja. Ila kwa sasa wametawanyika, hawako sehemu moja. Utawatambua kwa sifa yao. Tabia zao ni uaminifu kwa Mungu. Utamkuta yuko pale katika mwavuli na kofia dhehebu lake, anakemea dhambi. Utamkuta yuko pale anasema hiki sio sawa. Utakuta mzao wa joka akisema mambo yote yako sawa. Mungu atusaidie sana. Namba 2, tabia mzao mwanamke ili uweze kumtambua, wanajazwa Roho Mtakatifu. Wana ujazo wa Roho Mtakatifu. Unayefuatilia vipindi vyetu mara kadhaa, nimesema kuna tofauti ya kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Hawa wanajazwa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 fungu la 22 mpaka 23 anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Mtu ambaye ni mzao wa mwanamke wa kitabu cha Mwanzo na mwanamke wa kitabu cha Ufunuo atakuwa ni mwenye upendo. Angalia tunavyotendeana, utajua huyu ni mzao wa nani. Angalia tunavyojibizana, utaelewa huyu ni mzao wa nani. Angalia jinsi tunavyokosoana, utajua huyu ni mzao wa nani. Angalia tu. Palipo na ujazo wa Roho wa Mungu kuna upendo wa agape. Palipo na ujazo wa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, kuna furaha. Furaha yetu haitokani na mali tulizo nazo. Furaha yetu inatokana na yule tuliye naye. Na mimi nakwambia, kama unadhani mali zinaleta furaha, kuwa nazo, ndipo utagundua kuna watu wanazo lakini bado hawana furaha. Kama unadhani ya kwamba mali zinaleta amani, ndipo utagundua kuna watu wenye mali lakini hawana amani. Yesu anasema amani na waachieni, ni wapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo kuna amani ya ulimwengu na kuna amani inayotokana na Kristo, yaani wazao wote wa mwanamke, wao wana amani yao. Ukiona bado watu wanabaguana kwa makabila yao, hawajajazwa Roho Mtakatifu. Anaweza akawa na sifa ya kwanza ya utii kwa Mungu, lakini bado hajajazwa Roho Mtakatifu. Mchungaji, je, hili linawezekana? Nisikilize vizuri, inawezekana. Wokovu sehemu ya kwanza, kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni tendo la chini ya sekunde. Ukikiri kwa kinywa na kwa moyo ukaamini, umeokolewa. Lakini kuna wokovu sehemu ya pili, ni utakaso, ni process. Kwa leo kuna mtu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini hajajua kitu fulani bado. Ndio maana Mungu anaendelea kutufundisha kila kukicha. Unafundishwa kila kukicha. Kwa kuna mtu amempokea Yesu na ana Roho Mtakatifu, lakini hajajazwa Roho Mtakatifu. Yupo kwenye process. Mimi siwezi kumlaumu. Ndio maana maandiko yanasema, mkimuona mwenzenu amekengeuka, nyie mlio wa imani mrejezeni kwa upendo. Kwa hiyo bado kuna watoto wa Mungu, watoto wa mwanamke ambao watakengeuka. Usije ukamwona mtoto wa Mungu amekengeuka ukamuita mtoto wa nyoka. Hapana. Mwanampotevu aliondoka akaenda kutapanya mali. Mtu ambaye hajui akimwona wakati ule yuko katikati ya machangudoa na anakunywa pombe, angesema huyu ni mzao wa joka huyu. Lakini kumbe bado ni mzao wa mwanamke, ndani yake kuna DNA bado inalia ikimwambia rudi kwa baba, rudi kwa baba, rudi kwa baba, rudi kwa baba. Kuna mtu ananisikiliza hapa uko bar. Kuna mtu ananisikiliza uko guest. Kuna mtu ananisikiliza uko katika mazingira ya kuuza madawa kulevya. Kuna mtu ananisikiliza sasa hivi hapa una plani kwenda kuiba mahali. Wewe ni jambazi sugu, unajulikana kabisa, lakini unanisikiliza sasa hivi hapa. Na hivi unavyonisikiliza kuna kitu ndani yako bado kinakwambia wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Matendo unayofanya hayafai. Bado wewe ni mzao wa mwanamke, unatakiwa kurudi nyumbani. Uache ujambazi. Uache mauaji. Uache wizi. Uache ubakaji. Uache tabia za kubaka watoto na kuwalawiti watoto. Uache tabia za ulawiti kwa watu wazima. Uache tabia za ushoga na usagaji. Bado Mungu anakuita. Mungu anakuita.
Ndio maana Yesu anaonya sana, anasema msije mkang'oa ngano na magugu, maana katika kung'oa mnaweza mkachanganyikiwa ukadhani hili ni gugu, kumbe ni ngano. Mungu atusaidie sana. Namba 3, tabia za uzao wa mwanamke. Tabia za uzao wa mwanamke: uaminifu kwa Mungu, 1; kujazwa Roho Mtakatifu, 2; namba 3, utii kwa neno la Mungu. Mathayo 4:4. Lakini Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Lakini kwenye Ufunuo anasema uzao wa mwanamke hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amri, command. Watu wanadhani kwamba anaongelea tu amri 10. Command yoyote ya Mungu, mzao wa mwanamke atatii. Mungu akikwambia nenda mahali hapa, utaenda. Mungu akisema hiki acha, utaacha. Je, mchungaji, ina maana kwamba hawa ambao bado wanajikuta kuna dhambi anatenda na kuna nyingine ameshinda, kuna dhambi anatenda, kuna nyingine ameshinda, ni uzao wa joka? Hapana. Kumbuka nimekuambia kuna process. Endapo ukitenda dhambi unasikia uchungu ndani ya moyo wako, unasikia kuhuzunika, wewe ni uzao wa mwanamke. Ni uzao wa mwanamke. Hata Petro aliyekuwa na Yesu, Yesu anaondoka, lakini Petro alikuwa hajakamilika. Yesu anamwambia Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kuna kuimarishana, kwa sababu tuko tofauti katika ukuaji wa kiroho. Hapa naongea na mtu ambaye ananisikiliza, anakata tamaa kwa sababu ya dhambi zake. Sitaki ukate tamaa. Yesu hajamaliza kazi na wewe, anakutengeneza. Anakutengeneza. Utii kwa neno la Mungu. Mwisho wa nyakati, wakati serikali ya mpinga Kristo ikisimama, nimesema mgogoro utakuwa ni utii. Unamtii nani? Hiyo ndio itakuwa ishu kubwa. Nani ambaye unamtii? Namba 4, sifa ya uzao wa mwanamke ni kupinga dhambi. Kuna tofauti ya kutii na kupinga. Sije ukasema viko sawa. Uzao wa mwanamke hawaishii tu kumtii Mungu na amri zake, lakini pia wanapinga dhambi. Unamaanisha nini wanapinga dhambi? Hawataita dhambi haki na hawataita haki dhambi. Kwa sio hoja tu ya kutii, lakini pia ni wanapinga dhambi. Wanaipinga dhambi. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mafalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Pepo wabaya ndio wana influence watu kutenda dhambi na kwenda kinyume na Mungu, kwa sababu wanajua ya matendo ndio milango yao ya kupitia. Sikiliza vizuri. Kwa sio swala tu la kutii, lakini pia ni kupinga, kupambana. Ukiona watu wako busy, kwa mfano, na kupinga dhambi kunaweza kupitia njia yoyote ile. Natoa mifano tu. Wewe unanitazama, wewe ni waziri katika serikali au ni katibu mkuu. Mungu anaweza kukutumia katika cheo chako wewe kupinga dhambi. Sio lazima kwamba eti uwe mchungaji. Unaweza kuwa mwandishi wa habari pia, lakini mtumishi wa Mungu. Unaweza kuwa mwalimu wa sekondari, mtumishi wa Mungu, pale pale ulipo. Ndiyo maana nikiona watu wanapiga kelele wakipinga unyanyasaji wa watoto, hajalishi uko wizarani, hajalishi uko barabarani, uko wapi, wewe unapinga dhambi. Wanapinga ulawiti, wewe unapinga dhambi. Wanapinga biashara ya kuuza miili, wewe unapinga dhambi. Nakumbuka Madanguru kuna mpaka wakati alivurugwa kabisa kabisa. Wanapinga usagaji na ushoga, pale pale ulipo wewe unayepinga haya mambo, wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini ukiona tu mtu anasapoti haya mambo, ni uzao wa nyoka. Namba 4, wana ushuhuda wa imani, uzao wa mwanamke. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Unakumbuka lile andiko pale ambalo linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ndiyo maana mara nyingi naambia watu, Mungu akikutendea kitu sema. Moja ya sifa ya uzao wa mwanamke ni kutangaza sifa za Mungu anayetutendea miujiza. Lakini sio kushuhudia tu matendo makuu ya Mungu, lakini pia wanashuhudia wengine waweze kuokolewa. Ukiwa kwenye basi,
Umekaa na mtu pembeni, mwambie habari njema za wokovu. Unafanya kazi mahala fulani, uambie watu habari njema za wokovu, ila tumia busara kutangaza habari njema ya wokovu. Usitumie lugha ngumu za kuwafanya watu mpaka wamchukie Yesu. Usitumie lugha ya kushambulia. Tumia lugha ya busara. Yesu anasema, nimewatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Iweni wajanja kama nyoka, lakini wapole kama hua. Maana yake ni nini? Nyoka haji tu hivi hivi akiwa anapiga makelele kushambulia, anatumia ujanja. Na wewe unapowashuhudia watu habari njema, acha kutumia ile style ambapo paka unajenga uadui na watu, unashambuliana nao. Hapana, tumia lugha nzuri. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Matendo 1:8. Kuwa mashahidi ni kutangaza habari njema, lakini pia kutangaza matendo mema ambayo Yesu amekutendea. Ndio maana unakuta katika siku 10 za maombi wakati ule, kwa wale ambao mmeona, tulikuwa tunasoma baadhi ya shuhuda za mambo makuu ambayo Mungu amewatendea watu. Mungu atusaidie sana. Leo tumeona sifa za uzao wa mwanamke, lakini kuna habari uzao wa joka nao na sifa zake. Tutaziangalia kwenye kipindi kijacho, lakini hebu anza kujifanyia tathmini. Wewe ni mzao yupi? Unasema, mchungaji, je, endapo kuna mzao wa nyoka na kusikiliza, anaweza akabadilika? Ninachojua ni kwamba kuna mtoto wa Mungu, mzao wa mwanamke, ambaye ameathiriwa na uzao wa joka kitabia. Huyu ndiye ninayeongea naye leo ili aweze kurudi. Mchungaji, unamaanisha nini hapa? Unajua wale watu ambao unakuwa nao karibu, wanakuwa marafiki zako, wanakupa mvuto, wanaku-influence. Ndio maana maandiko yanasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Watu ulio nao, kuna mtu ambaye ni mtoto wa Mungu, mzao wa mwanamke, lakini amezungukwa na uzao wa joka. Kwa wameanza kuminfluence tabia, na yeye ameanza kuwa kama wao. Mtume Paulo anasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mkageuzwe nia zenu. Nakupa mfano. Dunia inaamini ya kwamba mtu anayekushambulia na wewe mshambulie. Mtu akikuchongea utolewe kazini na wewe mchonge. Hiyo ni dunia. Kwa wewe ni mtoto wa Mungu, lakini bado amekufundisha hizi tabia na umeanza kuwa nazo hizi tabia. Unalipiza visasi na wewe. Wakati uzao wa mwanamke chini ya Yesu Kristo hawalipizi visasi. Wao wanamwachia Mungu awalipie. Uzao wa mwanamke chini ya Yesu Kristo hawaendi kwa jino kwa jino, jino kwa jino, jicho kwa jicho. Wao hapana. Wao wanasema, akupigae shavu hili mgeuzie na lingine. Haina maana usitetee haki yako, lakini ina maana usimharibu mtu aliyekuharibu. Maana sheria ya asili itakuja kukujibu. Angalia tofauti yake jinsi ilivyo. Uzao wa mwanamke, wao wanasema, uzao wa joka kwanza wanasema, ukimwona adui yako mharibu kabisa kabisa. Uzao wa mwanamke unasema, adui yako akikuomba maji mpe, maana kwa kufanya hivyo anajipalia makaa kichwani. Ona jinsi filosofi mbili zinavyokinzana. Uzao wa joka unasema, ukimwona adui yako mpe sumu. Uzao wa mwanamke unasema, ukimwona we mpe maji tu. Si atakuwa na nguvu dhidi yangu? Anasema hapana, aliye upande wako ni mkuu kuliko wa kwao, ila kwa kitendo cha kumtendea mema adui yako ndipo yeye anajipalia makaa kichwani. Yaani kumbe sisi tunawashinda adui zetu kwa kuwatendea mema. Na Mungu anatuelekeza hivi kwa sababu anajua kabisa hii ni kanuni ya asili. Yaani kwa kutenda mema kwa adui yako unachota baraka zaidi na kujipatia mema aliyo mengi. Badilika kuanzia leo. Kwa hiyo mchungaji, unaongea na nani leo? Naongea na mzao wa mwanamke ambaye ameharibiwa tabia yake na uzao wa joka kule Misri. Naye ameanza kuwa na tabia kama za Wamisri. Vipi kuhusu uzao wa joka mchungaji? Uzao wa joka wakinisikiliza mimi watanichukia. Wao hata wakinisikiliza hawapati jema, wanapata baya tu, kwa sababu wao ni uzao wa nyoka. Lakini uzao wa mwanamke watakaposikiliza hili neno litawasaidia wao kurudi nyumbani wakijitambua kwamba wao ni mzao mteule ambaye ni wewe.
Tunakwenda kuomba sasa. Angalia namba ambayo inapita katika skrini yako. Endelea kutuma maombi. Ninaona kuna watu wengine wameanza kutuma maombi yao katika live chatting hapo. Maombi haya Mungu anayaona. Mungu anayaona. Yote tutayajumuisha katika maombi ya siku hii ya leo. Endelea kutuma maombi yako, wala usio na wasiwasi. Endelea kutuma maombi yako. Tutuma tu. Lakini sikia. Kama wewe ni mzao wa mwanamke chini ya kofia ya Yesu Kristo, hata kama ni mrahibu wa madawa kulevya, hicho kitendo cha madawa kulevya kinakuuma moyo, na Yesu yuko tayari kukutoa hapo. Hayo ni majeraha tu, umepigwa kwenye kisigino, ila Yesu amempiga nyoka kichwa. Ina maana sumu ya nyoka iliyoko ndani yako, ambao ni urahibu wa madawa kulevya, ni urahibu wa pombe, ni uchangudoa na kujiuza, hiyo ni sumu. Yesu Kristo anaifionza na kuitoa. Rudi kwa Baba yako leo. Tunapokwenda kuomba sasa, kwa dakika zilizosalia, ninakuomba popote ulipo sasa, ile changamoto yako ambayo ni majeraha ya kupigwa kisigino na nyoka, mimi sijui amekupiga wapi. Amekupiga kwenye afya yako, na hivi ulipo unanisikiliza ukiwa kitandani, Yesu yupo kukuinua tena. Ameshambulia ndoa yako na amekupa msongo kiasi kwamba huna amani katika ndoa yako. Tunapokwenda kuomba sasa, mwambie Yesu sumbuko lako. Somo lijalo tutaangalia tabia za uzao wa joka, na ndipo tutaangalia namna ya kudhibiti kabisa katika maisha na kuibuka kama mshindi. Tunapokwenda kuomba sasa, meseji zote ambazo zimeingia siku hii ya leo na zilizoingia Jumatano iliyopita tunazijumulisha pamoja leo. Popote ulipo, ninakuachia dakika moja. Omba kimoyomoyo, mwambie Yesu sumbuko lako. Na endapo hapo ulipo unaponitazama sasa, una rafiki yako, ndugu yako ambaye ni mgonjwa, kaa naye tu karibu. Hata kama amefungwa na pepo wachafu, kaa naye karibu. Leo watamtoka na utatuma ushuhuda wako, tutausoma kupitia namba hiyo unayoiona hapa. Unaweza kutuma ujumbe wa sauti ukielezea ushuhuda wa kile ambacho Mungu amekutendea. Jumatano ijayo tutaucheza ule ujumbe wako, utasikiwa na watu wote. Au tuma maandishi, tutausoma. Bwana anakwenda kukutendea. Na nyamaza kwa dakika moja, omba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba, endelea kuomba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba. Taja mahitaji yako, taja majeraha uliojeruhiwa, mwambie Yesu niponye sasa. Basi tunakwenda kuomba pamoja sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru na kutukuza sana kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye upendo na neema. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye siku hii ya leo ameisikia sauti yako. Ninakuomba ukapate kumponya majeraha yote yaliyojeruhiwa na uzao wa nyoka. Ninakuomba ukapate kumponya yule ambaye amejeruhiwa katika ndoa yake, katika mahusiano, katika uchumba. Kuna ambaye amejeruhiwa katika mwili wake, magonjwa yameshambulia mwili wake. Kuna ambaye ameshambuliwa katika uchumi wake. Kuna ambaye ameshambuliwa katika ajira kule kazini, kila anachokifanya hakiende. Hata mshahara anaopata ni kana kwamba umewekwa katika mifuko iliyotoboka toboka. Matatizo yanakuwa mengi mpaka pesa inaisha.
Wengine wamegonganishwa ndugu na ndugu hawapatani, mwingine na mzazi wake hawapatani. Zote ni kazi za joka hizi. Mwingine ameenda hata kumpigia magoti shetani, mwingine ni urahibu wa aina mbalimbali. Wote na waleta katika mikono yako Baba, naomba ukapate kuwagusa. Ponya ugonjwa wa tumbo la mtoto wako anayesikiliza, ponya mgongo wake, ponya pingili zake, ponya saratani yake, ponya kila aina ya virusi katika damu yake, ponya mguu wake, ponya maumivu yote yaliyopo kwenye kichwa, maumivu katika mwili mzima. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuamuru toweka kabisa. Tazama, kuna ambaye anasikiliza amefungwa na nguvu za giza. Enyi pepo wachafu ambaye mmemfunga mtoto huyu wa Mungu katika masaa, ninawaamuru kwa jina la Yesu Kristo, mumtoke kabisa. Moto wa Mungu uwateketeze, moto usiozimika ukawateketeze kabisa. Ondoka katika mwili wake, ondoka katika mikono yake, ondoka katika tumbo lake, ondoka katika elimu yake, ondoka katika biashara yake, ondoka katika ajira yake. Mwachie leo kwa jina la Yesu Kristo. Achia hiyo ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunakushukuru kwa miujiza mikubwa ambayo umetenda siku hii ya leo. Utukufu ni wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, ninajua kuna kitu Mungu amekutendea siku hii ya leo. Tuma ujumbe wa kile ambacho Bwana amekutendea kwa njia ya WhatsApp kupitia namba hiyo hapo. Tuma ujumbe wa sauti. Ukipenda hata ukajirekodi video, hakuna shida, tutaionyesha hapa. Eleza kile ambacho Mungu amekutendea. Bwana akubariki. Tumesikia mbiu